Mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka uliosheheni matukio makubwa ya kimichezo, huku mashabiki wengi wakibaki na kumbukumbu za kutosha kutokana na kilichojiri ndani na nje ya viwanja. Kuanzia Simba kufika fainali ya CAF Tanzania, kuaminiwa kuandaa CHAN, mafanikio ya Yanga yaliyovuta hisia za wengi, hadi tuzo za CAF zilizoifanya Tanzania kutajwa kwa heshima kubwa, na matukio mengine mbalimbali ambayo kwa hakika yatabaki katika kumbukumbu za Watanzania. Katika kukumbusha yote yaliyotikisa michezo mwaka huu, Spoti Leo imekuandalia mkusanyiko wa matukio hayo makubwa yaliyoacha alama kwa mashabiki wa michezo nchini kama ifuatavyo. La kwanza kabisa ni timu 4 za Tanzania kuingia makundi ya CAF. Kwa mara ya kwanza katika historia ya soka la Tanzania, taifa hilo lilifanikiwa kupeleka timu 4 katika hatua ya makundi ya michuano mikubwa barani Afrika chini ya Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania. Mara zote ilizoeleka ni Simba na Yanga pekee ambazo zimekuwa zikifanya hatua hiyo kwa miaka tofauti, na wengine walikuwa wakiingia hatua za awali. Lakini awamu hii ilikuwa tofauti, kuonyesha namna soka la Tanzania linabadilika na kukua ukilinganisha na huko nyuma haikuwahi kutokea. Timu zilizofanya mapinduzi ni Azam na Singida Black Stars ambazo ni mara ya kwanza zinatinga hatua hiyo kubwa. Kufuzu kwa timu hizo 4 zinaonyesha ukomavu, na wengine wakisema ni kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa kwa klabu hizo. Huu ni mwanzo wa zama za mafanikio kwa soka la Tanzania, lakini umechagizwa na klabu za Simba na Yanga wanaofanya vizuri mara kwa mara. Simba imetunga hatua hiyo kwa mara ya 6, Yanga mara 4, jambo linaloonyesha ukomavu, na hakuna klabu nyingine yoyote ya Tanzania iliyofikia rekodi zao. Azam ambayo kwa miaka 21 imekuwa ikijaribu kujenga klabu ya kisasa na ya ushindani, imekuwa na historia mpya kwa kuwa ni mara yao ya kwanza, sawa na Singida. Klabu nyingine inayowahi kutinga huko ni Namungo. Kutinga huku hatua hii kubwa inawezekana na inategemea na namna wawekezaji watakaojitokeza wengi kuzisapoti timu na kufanya uwekezaji wa klabu ili zisajili wachezaji watakaoendelea kuleta ushindani wa kimataifa. Rekodi ya pili kwa Simba baada ya miaka 32. Msimu wa 2025 ulikuwa wenye mafanikio kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kucheza fainali ya Kombe la Shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane ya Morocco. Licha ya kushindwa kuchukua ubingwa, imewekwa historia ya pili baada ya kuwahi kucheza fainali za Kombe la CAF mwaka 1993 na kupoteza dhidi ya Stella Abidjan ya Ivory Coast. Wakati huo timu ikiwa chini ya mchezaji wa zamani wa Simba Abdallah Kibaden, yani King Kibaden, kama kocha mkuu, lakini awamu hii ilifika hatua hizo chini ya kocha Fadlu Davids kabla ya kutumikia Morocco baadaye. Ilikuwa ni heshima kwa Tanzania Simba kufika hatua hizo za juu, sio tu kwa ajili ya kuongeza pointi za klabu na taifa katika viwango vya ubora, bali kuipa thamani ligi kuu ya Tanzania. Mchezo huo uliochezeshwa na mwamuzi maarufu Dahane Beida kutoka kaskazini magharibi mwa Afrika katika nchi ya Mauritania ulikuwa na maeneo mengi, hasa baada ya mashabiki wa wekundu hao kutoridhishwa na maamuzi. Wengi wakiwemo mashabiki, wachezaji na benchi la ufundi walimuonyeshea vidole kuwa hakutenda haki. Kila mtu ameshuhudia kilichotokea katika mchezo huu. Mwamuzi ametuumiza sana, kadi nyekundu aliyoitoa imetufanya kuwa nyuma, na tulikuwa tayari tumeikamata mechi na tulikuwa na uwezo wa kusawazisha na kupata goli la ushindi, alisema nahodha wa Simba Mohamed Hussein baada ya mchezo kuisha.
Kabla ya fainali ya marudio kulikuwa na vuta ni kuvute kuhusu uwanja upi utatumika. Simba na mashabiki wake walitaka mchezo huo uchezwe katika uwanja ambao wameuzoea wa Benjamin Mkapa uliopo Dar es Salaam. Uwanja wa New Aman una uwezo wa kubeba mashabiki 15,500 huku Mkapa ukiwa na uwezo wa kuchukua mashabiki 60,000. Simba ina kawaida ya kuwa na matokeo mazuri ichezapo kwa Mkapa, lakini kwa sababu za kiufundi uwanja huo haukutumika. Hata hivyo, itakumbukwa kwamba hasira za Simba kufikia hatua hiyo zilichagizwa na watani wao wa jadi Yanga, ambao mwaka juzi walicheza fainali kama hiyo ya kombe la shirikisho na kushindwa kuchukua ubingwa. Tukio lingine ni la CHAN kuiweka Tanzania kwenye ramani. Tanzania, Kenya na Uganda ndiyo mataifa yaliyoandaa fainali za mataifa ya Afrika kwa wachezaji wanaocheza ligi za ndani CHAN mwaka 2024. Hiyo ilikuwa ni historia mpya kwa nchi hii kuandaa mashindano makubwa kama hayo ambayo yamewaachia somo kuelekea katika fainali za AFCON mwaka 2027 ambapo nchi hizo zimepewa nafasi ya kuandaa michuano hiyo mikubwa barani Afrika. Kupitia mashindano hayo, nchi ilipata ugeni wa viongozi mbalimbali wakiongozwa na Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu FIFA, Gianni Infantino. Nchi ilinufaika na ugeni huo kwa sababu walikuja na fedha na wageni wa kutosha na walipata kujifunza vivutio mbalimbali vya utalii vilivyoko Tanzania. Hoteli zilipata fedha, lakini pia timu geni zilipata nafasi ya kujifunza tamaduni za Kitanzania. Ilikuwa ni historia pia na kwa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kushiriki mashindano hayo na kuishia hatua za robo fainali, kitendo ambacho huko nyuma hakikuwahi kutokea. Hii ilikuwa ni mara ya 3 kwa Stars kushiriki fainali hizo baada ya mwaka 2009 na 2020 kushiriki, lakini haikufika hatua hizo za juu. Historia nyingine ni Taifa Stars ilivuka hatua ya makundi ikiwa ni pointi nyingi, yani 10, baada ya kushinda mechi 3 iliyoruhusu idadi ndogo ya mabao, yani mawili, ikionyesha wazi kulikuwa na maendeleo na mafanikio makubwa ukilinganisha na miaka hiyo mingine iliyowahi kushiriki. Kilichotuangusha pamoja na mafanikio ni kuanza ngazi ya mashindano hadi timu. Mashabiki walikuwa wagumu kwenda uwanjani kwa wingi. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, nasemaje? Jengine ni mafanikio makubwa ya klabu ya Yanga mwaka 2025. Mwaka 2025 unabaki kwenye furaha kwa mashabiki na wapenzi wa klabu ya Yanga kutokana na timu hiyo kufanya vizuri zaidi kadri siku zinavyosogea. Ikiwa imebaki siku chache kuendelea mwishoni mwa mwaka, mabingwa hao mara 31 wa ligi kuu Tanzania bara wameendelea kudhihirisha kuwa hawabahatishi. Ni timu ambayo haijapoteza mchezo wowote mpaka sasa katika mashindano yote ya ndani, ikicheza michezo 30, ikishinda 28 na sare 2. Katika michuano ya kombe la FA ilianza hatua ya 64 na kushinda mechi zote hadi kubeba ubingwa kwa msimu wa 4 mfululizo. Kwenye ligi kuu imecheza michezo 21, imeshinda 19 na sare 2, haijapoteza ndani ya mwaka 2025. Katika michuano ya kombe la Muungano iliyofanyika Gombani kisiwani Pemba kuanzia Aprili 24 hadi Mei Mosi, Yanga ilicheza michezo 3 ikianzia robo fainali na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya KVZ. Ikatoka 1-1 yani sare na Zimamoto na kushinda kwa penalty 3-1 hatua ya nusu fainali, na baadaye fainali ikashinda bao 1-0 dhidi ya JKU. Kwenye michuano ya ngao ya jamii, Yanga ilichapa Simba bao 1-0 Septemba mwaka huu. Yanga inamaliza mwaka ikiwa na mataji 4 ya ndani iliyoshiriki mwaka huu, ikiwemo ya ligi kuu baada ya kumaliza kwa pointi 82 kwa kucheza michezo 30. Ligi ya mwaka 2024-2025 ilitamatika Juni 25 mwaka huu na Yanga kuchukua taji
la 31. Ilibeba kombe la FA baada ya kuichapa Singida Black Stars mabao 2-0 katika mchezo wa fainali uliochezwa Juni 29 mwaka 2025 kwenye uwanja wa New Amani Unguja na taji la ngao ya jamii. Pia Yanga imeendelea kufanya vizuri katika mashindano ya CAF na kwa sasa ipo hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika mwaka 2022-23, kombe la shirikisho Afrika mwaka 2023-24, 24-25 na 25-26, zote ligi ya mabingwa Afrika. Hayo ni mafanikio makubwa, kwani Yanga haikuwahi kufanya hivyo huko nyuma. Mzize aiheshimisha Tanzania. Mshambuliaji wa Yanga Clement Mzize alitwaa tuzo ya bao bora la mwaka la CAF mwaka 2025 katika hafla ya utoaji wa tuzo za shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF iliyofanyika Rabat, Morocco. Alitwaa tuzo hiyo baada ya kufunga bao msimu mwaka 2024-25 katika mchezo wa hatua za makundi ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya TP Mazembe, Yanga ikishinda bao 3-1 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, Januari mwaka 2025. Mzize alikuwa akishindana na wenzake 12. Kilichombeba ni kura zilizopigwa na mashabiki, ni heshima kwa taifa, kwa wachezaji, na hasa ikizingatiwa ni mzao tofauti na huko nyuma ilizoeleka wanaofanya vizuri ni wachezaji wa kigeni. Awali CAF ilitangaza wachezaji 13 walioteuliwa kuwania tuzo hizo na hatimaye kura za mashabiki zikamchagua Mzize. Heshima ya Tanzania mabegani mwa Alphonce Simbu. Wakati tukielekea mwishoni mwa mwaka, itakumbukwa namna ambavyo mwanariadha Alphonce Simbu alivyofanya vizuri kwa kuweka rekodi itakayodumu katika vitabu vya kumbukumbu. Simbu alishiriki mbio tofauti za marathon na kushika nafasi tofauti, lakini kubwa zaidi hii ya kuwa Mtanzania wa kwanza kupata medali ya dhahabu katika mashindano ya dunia ya riadha yaliyofanyika Septemba 25 jijini Tokyo nchini Japan. Simbu alilazimisha mbio hizo za kilomita 42 kwa tofauti ndogo ya sekunde 0.03 dhidi ya mpinzani wake aliyeshika nafasi ya pili, mwanariadha wa Ujerumani Amanal Petros. Mwanariadha huyo alitumia saa 2 na dakika 9 na sekunde 48. Ushindi huu ulimpa nafasi ya kuingizwa orodha ya kuwania tuzo za wanariadha bora zilizofanyika nchini Ufaransa. Alishiriki kwenye hafla ya utoaji wa tuzo hizo zilizofanyika Monaco nchini Ufaransa. Alishindanishwa na Mkenya Sebastian Sawe na kushindwa. Pamoja na kushindwa, amepata heshima na kuweka historia mpya, kwani hakuna mwanariadha aliyewahi kushindanishwa kwenye tuzo hizo kubwa.